Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Ya weekend Rais Donald Trump jana alimteua waziri wa mambo ya nje Marco Rubio pamoja na waziri wa zamani mkuu wa Uingereza Tony Blair kama wanachama waanzilishi wa bodi ya amani ya Gaza. Taarifa hii ilitolewa na ikulu ya White House. Trump pia alimteua mjumbe wake maalum Steve Witkoff katika hilo pamoja na mkwewe Jared Kushner na rais wa Benki ya Dunia Ajay Banga miongoni mwa wale walio kwenye bodi ya utendaji iliyoanzishwa yenye wanachama 7, ilisema taarifa hiyo. Meja Generali Jasper Jeffers ambaye aliongoza usitishaji wa mapigano kati ya Lebanon na Israeli mwaka jana ameteuliwa kuwa kamanda wa kikosi cha kimataifa cha udhibiti ISF cha Gaza. Ikulu ya White House ilisema Arie Lightstone na Josh Grunbaum watakuwa washauri wakuu wa bodi hiyo. Umeiona hiyo bodi ilivyo? Umeiona hiyo bodi? Kuna kile nilikizungumza jana, halafu na hiki kinachotokea. Inakumbusha hadithi na simulizi ya mkutano wa Berlin. Ulikuwa mwaka gani? Mwaka 1800 na ngapi wakati wanakatiana Afrika, wewe utaenda huku, wewe utakuwa huku, wewe utakuwa huku. Sasa hebu tujiulize kwenye hii bodi. Hakuna hata mmoja mwenye damu na asili ya Palestina au Mashariki ya Kati. Yaani watu wote wanatokana na asili moja, ulimwengu wa magharibi with history. Vyombo vya habari kadhaa, na mimi niliwahi kuambia kama miezi miwili iliyopita, vilitoa taarifa kuwa Blair hatakuwepo. Blair hatakuwepo kwenye hii kamati. Na vyombo vya habari vikasema, na hiyo ilitokana na rekodi mbaya ya Tony Blair Mashariki ya Kati. Vita ya 2003 ambayo alikuwa yeye na Bush ndio waliingia Iraq, wameua malaki ya watu ndani ya Iraq waliokufa wanakadiriwa zaidi ya 500,000 waliokufa. Blair alihusika katika hiyo nafasi yake, lakini Blair aliteuliwa baada ya kumaliza muda wake wa waziri mkuu, aliteuliwa kuwa mwangalizi wa masuala ya Mashariki ya Kati, hasa mgogoro wa Palestina. Akawa kama kawaida ubavu wake umeegemea upande. Akawa yani ameegemea upande mmoja wa Israel na Israel wanachokifanya. Sasa bodi hii unamuona kuwa Marco Rubio. Nimeshawahi kuambia Marco Rubio ni mzayuni totally. Bodi nzima iko ya wao. Halafu watakuja kuwalaumu Hamas mbele ikiwa Hamas watakuja kupinga kuwa hawa sio watu ambao wanaweza wakaiongoza. Nimesema juzi kuwa kuna uwezekano mkubwa kupitia bodi hii na maigizo ambayo Netanyahu aliyafanya juzi kujifanya hakubaliani nao kwa sababu hataki kuingia awamu ya pili. Ni katika mchezo ambao umeandikwa mara nyingi. Unaziona zile script ambazo huwa nawaambia za Mashariki ya Kati, huwa ni script zinatembea. Huyo anapinga, Israeli anafanya with no action. Hawazui, haliyakuwa wanajua kabisa njia ya kuzuia ni ipi lakini hawazui, wanaacha, wanalaumu, kitu kinakwenda. Ndio imekuwa na utaratibu huo kuwa wa kutuchezesha kwenye hili. Sasa kuanzisha bodi ya namna hii katika nchi ambayo wahusika kamili wa nchi hawapo kwenye kitengo chochote, iwe kutoa ushauri, iwe kuongoza, yani kuna tofauti gani na ukoloni uliokuwa magavana? Kwa sababu walikuwa wanateua wao viongozi kutoka huko, wanawaleta, wakishawaleta nyinyi wote mnakuwa chini yao na mnafuata. Ulimwengu wapi? Yani Trump anairudisha dunia wapi? Yani wapi? Kwa sababu nimesema juzi kuwa huu ni mpango ambao unapita mlango wa nyuma rasmi wa kuichukua Gaza na kuirejesha kwa Israeli. Kwa sababu unaona hii project jinsi ilivyo. Kama nilivyowahi kuambia kuwa vifungu vyote 20 viliandikwa Tel Aviv.
vikapelekwa kwa Donald Trump. Donald Trump akavisema kama vile vya Urusi Ukraine, akasema, lakini vilitoka sehemu moja. Halafu wakajifanya kama wao sio, yani kuwa wameshtukizwa, kwa sababu hii taarifa ya vifungu 20 alisoma Trump alimpa Netanyahu wakati Netanyahu anatoka kuhutubia mkutano wa UNGA 80, akisema kuwa sisi tunaendelea na vita, tujali sijui na nani. Alivyorudi akapewa, akasema mpango huu hapa wa amani with any question, yani hakufanya, hakuuliza swali, hakutaka marekebisho, hakupunguza chochote. Akasema sisi tumekubaliana na hili, kila kitu tumekubaliana nacho. Sasa huu ni mpango wa kuiteka Gaza na kuirejesha kwa Israeli. Huu mpango huenda ukawa na nguvu wakati Trump ni rais. Ni miaka 3 tu baada ya Trump kutoka, huu mpango haupo kisheria, wala kuanzisha utaratibu haupo kisheria. Kwa hiyo hautokuwa na nguvu ya uhalali kwa kiongozi mwingine atayekuja kuusimamia. Maana yake kuwa ile bodi nzima inayowekwa itakuwa chini ya mamlaka ya Israel. Nimesema kuwa awali kuwa unapochukua shauri, kwa sababu hivi vifungu 20 vilibebwa vikachukuliwa vikapelekwa kwenye Umoja wa Mataifa, vikaenda vikapigiwa kura, vikiingia kwenye Baraza la Usalama, vinakuwa sheria. Kama ni sheria, utaratibu wa Gaza haukupaswa tena kubaki kwenye utaratibu ule ule wa Donald Trump. Trump alitoa wazo kuwa kutakuwa na hivi na hivi, lakini kama alitaka Trump yeye ndio afanye transition ya kwenda hivi, hakupaswa kuchukua vile vifungu 20 vikaenda kwenye Umoja wa Mataifa kama vina utekelezaji wa Baraza la Usalama, kwa sababu hivi vifungu 20 hivi sasa baada ya kupigiwa kura na wajumbe na vikapitishwa, ambapo vimegeuka kuwa sheria, vyenyewe vilipaswa na mamlaka iliyopaswa isimamie na mamlaka inayopaswa kuhakiki kila kitu kinachoendelea ni ya Umoja wa Mataifa, sio Marekani. Wala Trump hakuwa tena na uhalali na hayo makubaliano, hata kama ni mwanzilishi wa hayo makubaliano. Kuna wakati huwa najiuliza, hawa viongozi duniani wanaona au wameamua tu kupotezea? Mimi na imani wana akili na wanajua kabisa kuwa utaratibu uko hivi na hivi, lakini sijui nini kinatokea. Yani unaona kuwa inatokea. Nilisema wakati Amerika inazuia visa za viongozi wengine kwenda kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa, nikasema hawa viongozi wengine wanaobaki visa zao zinazuiliwa, wengine duniani wanaoenda kwenye mkutano, wao ndio wanachochea, kwa sababu wanatoa uhalali wa Trump kufanya hayo. Trump anazuia rais wa nchi fulani hawezi kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao kiuhalisia sio wake. Halafu watu wanahalalisha, yani nchi zingine zinahalalisha kwa kusema okay, basi kama Trump amemzuia atazungumza kwa njia ya video. Why mruhusu azungumze kwa njia ya video? Kwa nini msimbane Trump afate utaratibu na kinavyotakiwa? Nyinyi mumruhusu huyu azungumze kwa video. Kwa lipi? Atakuja siku atazuia wote. Kama nchi 20 zikimpinga wote, manake hata wapa visa, maana ya Umoja wa Mataifa inakuwa wapi? Kwa sababu huyo ni simba ambaye ameanza kula nyama ya binadamu. So ukiangalia haya makubaliano ya vifungu 20 tayari ni mali ya UN, sio ya Donald Trump, ni mali ya UN ambayo inasimamiwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Trump hana mamlaka tena ya kuamua kuwa mimi nani tampeleka nani au nani atakwenda wapi, kwa sababu tayari hili shauri limeisha ondoka kwako. Yani hata kama we ulianzisha hii shauri, yani unajua rasimu, tunaweza kusema mfano unataka rasimu ya katiba, kuna mapendekezo huwa yanapokelewa na rasimu. Unaweza ukapendekeza jambo zuri wakasema yes, hili likaangaliwa wakapitia. Inapokuwa katiba kutoka rasimu, imesha kuwa katiba, sio mali yako. Huwezi kusema kuwa hili kwa sababu mimi nilisema hili aliwezi likanihusu mimi. No, ile sio mali yako tena mpaka pale. We ulitoa wazo sawa, lakini tayari mchakato umekwenda kwa wengi katika utaratibu wa kidunia. Sasa hili swala la Gaza limenishangaza sana, kuwa kamati iliyoteuliwa inateuliwa na Trump. Why Trump? Kwa mamlaka yapi? Hali ya kuwa tayari mpango mzima wa vifungu 20 ulishatoka kwa Trump na ukaingia moja kwa moja kwenye Umoja wa Mataifa na tayari imeshageuka kuwa sheria. Lakini kinachoelekea mbele ni kwenda kuisalimisha rasmi
Gaza kwa Israel, kwa sababu baada ya miaka mitatu ya Trump hatakuwa na mandate tena, hatakuwa kiongozi, hatakuwa na mamlaka ya kuamua nchi fulani inaweza ikafanya kitu fulani, ile bodi ni ya kwangu na iongoza kwa sheria gani ambayo utaiongoza, kwa kuzuia nani. Kwa hiyo Israeli ataiteka nyara na wataichukua Gaza kilaini kabisa. Yani kuna wakati wanakaa wanajiuliza hivi sasa, wanasema tu kwa nini hatukuyafanya haya mwanzo, tusingepoteza askari wala nini, kwa sababu huu mchezo waliocheza hapa tukiwa hai, mtakuja kuniambia, wekeni maneno yangu na myakumbuke, tukiwa hai, hii ndio pointi ya mwisho ya Gaza kwenda yani kusalimishwa kwenye mikono ya Israeli bila vurugu. Hii ndio hivyo. Marekani inasema kuwa anga ya Mexico hairuhusiwi kupita ndege, ina tahadhari anga ya Mexico. Marekani wanasema hivyo. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani imetoa notisi ikionya mashirika ya ndege kuwa waangalifu katika anga ya Mexico na Amerika ya Kati kutokana na shughuli za kijeshi. Utawala wa usafiri wa anga wa shirikisho ulichapisha mfululizo wa jumbe zikionyesha hali inaweza kuwa hatari, ikitaja uwezekano wa kuingiliwa kwa mfumo wa satellite na urambazaji duniani. FAA ilitoa notice za ushauri wa usafiri wa anga kwa wafanyakazi wa anga kwa maeneo maalum ya Mexico, Amerika ya Kati, Panama, Bogota na Guayaquil na Mazatlán, mikoa ya ndege ya baharini na katika anga ya mashariki ya bahari ya Pacific. Msemaji wa FAA alisema ushauri huo utaendelea kutumika kwa siku 60. Tangazo hilo linakuja huku kukiwa na kuendelea kwa uvamizi wa vikosi maalum vya Marekani na shambulio la anga mnamo Januari 3 ambalo lilimkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe Cilia Flores na kukabiliwa na kesi ya biashara ya dawa za kulevya na mashtaka mengine. Rais Donald Trump pia amependekeza kwamba anapanga kufanya mashambulizi ardhini dhidi ya magenge ya dawa ya kulevya nchini Mexico katika kile ambacho kingeashiria hatua ya kijeshi, uchochezi dhidi ya jirani wa Marekani na mshirika mkubwa wa kibiashara. Tutaanza sasa kushambulia ardhini kuhusiana na magenge hayo. Magenge hayo yanaendeshwa na Mexico, Trump aliambia Fox News wiki iliyopita. Kumekucha jengine hilo. Ndio nilivyosema kuwa mnapotoka kwenye njia na mkakubali kutoka kwenye njia, ulimwengu mnaurudisha kwenye giza. Niliuliza mamlaka ya Amerika ya kumkamata Maduro, ambayo hivi sasa imefunikwa na mgogoro wa Greenland, ni uendelezaji ule wa kile ambacho Donald Trump amesema kuwa sheria za kimataifa hazimuhusu. Sheria za kimataifa yeye hazimuhusu. Sheria za kimataifa hazimuhusu anasema. Sasa ndio kile anachokizungumza kuwa sheria za kimataifa hazimuhusu, na ndio maana sasa anavuka kila sehemu anataka aguse. Sasa jirani yake Mexico, ambaye kiuhalisia ndio mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara na Marekani, kwa sababu kwanza amepakana naye yeye na Canada, na rais wa Mexico sasa wamekuwa hawafahamiani na Donald Trump. Unajua Donald Trump alivyoanzisha swala la Canada kuwa anataka kuichukua, aliwahi kuzungumza pia kuhusu Mexico kuwa jimbo la 51 la Marekani, yani kutaka kuichukua Mexico, kutaka kuichukua Canada, hayo yote. Sasa taarifa ya shirika la anga la Amerika inatoa kwa niaba, yani unashindwa kuelewa kabisa huu taratibu ukoje. Yani sisi Tanzania tutoe warning la anga ya Kenya, ndege zinazopita Kenya zitakuwa na hatuna vita wala nini, yani tunatoa kuambia kuwa hiyo anga, yani unakwenda kudestroy uchumi wa nchi nyingine kwa sababu ya maslahi yako. Tangazo la Marekani manake linaashiria harakati za kijeshi kwa nchi ya Mexico. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Trump alianza hivyo kidogo kwingine, na watu wakashabikia, wakaona kuwa huu ni uhalali. Natamani hii amri iende Ulaya, na itamani hii amri iende Ulaya. Trump atangaze tu nchi yoyote ya Ulaya kuwa hivi sasa tutazuia nchi fulani ya Ulaya isifanye nini na nini, kwa sababu mara kadhaa nimekuwa nikisema kuwa ushirikiano wa Amerika pamoja na ushirikiano wa Ulaya ndio ushirikiano hasidi zaidi ulimwenguni. Yani ushirikiano wenye kuvuruga mno ulimwengu ni ushirikiano wa Amerika na washirika wenzake wa Ulaya, ambao wamepeleka baadhi ya vikosi vyao kule Greenland. Natamani wararuane, mimi hilo nalitamani.
natamani wararuane kwa sababu nataka nione asili na rangi zao zilivyo, kwa sababu wanapokuwa kwenye uhalifu wanashirikiana kweli kweli kwenye uhalifu. Chukulia swala la Iran. Swala la Irani, mfano taarifa walioitoa jana Iran, wanasema kuwa nchi za G7 zina ajenda yao ambao zinalazimisha. Hiyo iko wazi, na mimi niliwaambia kuna ajenda ya US with Western kwenye swala la Iran. Kwa hiyo Iran inasema kuwa hata pale mamlaka za Irani zinapotoa ushahidi wa utetezi kuwa hizi vurugu zilizotokea na walioziratibu vurugu kwa ushahidi hawa hapa, bado G7 na Marekani na washirika wengine wa magharibi hawataki kabisa kubadili story mezani. Licha ya ushahidi wote Irani ambao anauwasilisha, bado yeye ni muathirika. Yani unajua yeye ni victim Iran, lakini bado ulimwengu wa magharibi unaigeuza hadithi kufanya kuwa no, yeye ndio aliyesababisha watu waathirike. Licha ya ushahidi wote. Unajua nilikuwa naangalia mfano namba ya misikiti tu iliyokuwa imeshambuliwa ndani ya Irani ilikuwa zaidi ya 350 misikiti iliyoshambuliwa na iliyolipuliwa, ile chomwa, nyumba, gari za wagonjwa, hospitali 400 zilizohusika. Kumbe wakati zimezimwa internet mambo yalikuwa tofauti. Hospitali 400 zimeguswa, gari za wagonjwa, magari, ofisi za serikali, yani uharibifu ni mkubwa kweli kweli, wamefanya uharibifu mkubwa. Sasa hawa mamlaka walikuwa tayari wamechukua baadhi ya CCTV cameras zilizorekodi matukio, wakaanza kuwaonyesha hawa ambao wanawafadhili, jamani, si mmeona hii hapa, si mmeona haya hapa, mmeona. Lakini wenyewe wale wamesimamia pale pale waliposimamia kuwa no, wewe ndio shida, wewe ndio shida, wewe ndio shida, wewe ndio shida. Hawataki kubadilika wala kwenda kokote, wamesimama wewe ndio shida, wewe ndio shida. Sasa hiyo ndio style ambayo iko hapo, na hiyo ndio inaelekea kwenye hiki ambacho tunakiona kuwa wanalazimisha kile wanakisema kiwe sahihi na nyinyi hamtakiwi kupinga. Ndio haya tunayaona, ndio haya ambayo yanaendelea ya Mexico, ndio haya tunaona yanaendelea Amerika na kwingine, ndio haya tunayoyaona kuwa leo hii Mexico imeingia kwenye mgogoro tayari mwingine, kwa sababu ni pale pale nilipokuambieni kuwa tuko kwenye mabadiliko makubwa ya ulimwengu na tupo kipindi cha kushuhudia vurugu nyingi zaidi kupitia kwa Donald Trump. Miaka 3 ya Donald Trump itauumiza ulimwengu huu, itafanya vurugu ambazo hazijawahi kutokea. Na hiyo sasa tunaweza ile wanakuambia stay tuned, and this is just the beginning, wanakuambia. Yani unaweza ukatulia na hapa ni mwanzo. Yani vijana wanasema nipe popcorn. Yani kaa na popcorn kama vile unatazama movie, halafu uanze kuangalia nini kinakuja, kwa sababu yajayo ni mengi yenye vurugu ambayo ulimwengu, uchumi hautokuwa stable kabisa. Uchumi wa ulimwengu kutakuwa na vurugu nyingi ambazo zitasababisha hakuna watu wanaofikiria kuwekeza kokote. Yani kila mtu anawaza nikiwekeza huku labda Trump atafanya hivi, nikiwekeza huku labda, yani ni hasara juu. Yani nadhani tathmini ya uchumi wa dunia kukua itafanywa marekebisho na World Bank baadaye, kwa sababu hesabu hizi huenda walikuwa hawana na mabadiliko ya ulimwengu ambayo yatakuja kutokea. Sidhani. Rahby Digital, haki na ukweli.